anatabiri, anakueleza mambo yako yote. Usitishike na mtu kukueleza mambo yako yote, kwa sababu na yeye roho yake, na yeye ile roho alionayo anaona, kwa sababu na yeye ni nabii wa uongo. Kama ni nabii wa uongo, kwa hiyo anatambua unachokifanya ulicho nacho, na kwa sababu anawinda na nini nyota zako, anawinda nafsi yako, atakuja kwa njia ile ile aonekane na yeye ni mtu wa nuru, ni mtumishi mzuri wa Mungu, lakini mwisho wake ni kumuingiza kwenye kundi lao jehanamu ya moto. Kwa hiyo manake, kama huyu mtu angekuwa naye ametambua mapema kwamba nimuulize roho wa Mungu nilionaye, mimi nina roho wa Mungu na huyo ana roho wa Mungu, sasa nimuulize wa kwangu mimi ninayemwamini, ni kweli huyu ni mtumishi wa Mungu? Unaingia kwenye maombi, ni kweli ewe roho, huyu ni mtumishi wa Mungu, kwa huyu mtumishi ni wewe upo? Roho atakwambia mimi hapo sipo, huyu sio mtumishi wangu, huyo sio mtumishi wangu. Amani itatoweka na utajua kumbe kweli huyo sio mtumishi wa Mungu. Kani anapokufuatilia wewe, utamfunga kwenye ulimwengu wa roho, utamkataa kwenye ulimwengu wa roho, yeye mwenyewe mshako utaona ameacha kukufuatilia, kwa sababu wapo wengi wa namna hiyo, na wengi wametolewa mahali sahihi wakapelekwa mahali pengine ambapo sio sahihi. Mwishowe wanajuta, naanza kumlaumu fulani ndio alitoa. Lakini wewe kama ulipokea Roho Mtakatifu, kwa nini ukumuuliza Roho wa Mungu kwamba ni wewe unayetoa hapa au ni mwingine? Kwamba umeona zistahili kukaa kwenye madhabahu au? Lazima umuulize Roho wa Mungu. Sio kila roho ya kuiamini. Usiamini kila roho. Wanakuja kwa mfano wa nuru. Kama ni mtu wa Mungu, kama ni vile amevaa ngozi ya kondoo, kama ni kondoo kweli, lakini sio kondoo, ndani yake ni mbwa mwitu. Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 21. Wafilipi 2:21 anasema, maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu. Kwa hiyo hizi roho nyingine inatafuta vya kwake, sio vya Kristo. Kwa hiyo lazima tuwe makini hapa kwamba huyu anatafuta namna gani, ni vya kwake, anahubiri injili ni ya kwake, anapofundisha ni vya kwake au ni vya Kristo. Na kama tumetumwa na Kristo, maana yake tutasema yaliyo ya Kristo. Kama tumetumwa na yeye aliye hai, tutasema ya kwake aliye hai. Tunaiamini ile roho ambayo ni Yesu Kristo anasema, ninakuacheni roho wa Baba. Hiyo roho ndio ambaye ikae ndani yako. Na maana yake kama hujampokea Roho Mtakatifu, basi muone mchungaji mwambie, mimi sijapokea Roho Mtakatifu, nifundishe namna ya kupokea Roho Mtakatifu ili na mimi nimpokee Roho Mtakatifu. Kwa sababu hatuwezi kufanya lolote kama ndani yetu hatuna Roho Mtakatifu. Hatuwezi kujua lolote kama ndani yetu hatuna Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu ndio anatukumbusha yaliyopita, anatufundisha yaliyopo, na yajayo atatuonyesha yajayo, atatuambia. Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 1 mpaka wa 4 anasema hivi, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Tunapoambiwa tusiziamini kila roho, manake hata sasa hivi roho ya kuasi inatenda kazi.
udanganyifu inatenda kazi, roho ya uharibifu inatenda kazi, ambazo zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tuliyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alitupenda. Kwa maana Roho wa Mungu ndio aliyosababisha Paulo sasa atoke kwenye ile roho ambayo yeye aliamini, ambayo alikuwa anafanya kazi ambayo sio ya Mungu. Yeye aliamini anafanya kazi na Roho wa Mungu, akiharibu njia ile ambayo Yesu Kristo ameifundisha. Lakini sasa akajua kwamba ile njia niliyoiendea ilikuwa sio sahihi. Ile njia ilikuwa sio sahihi. Ile roho ilikuwa sio roho wa Mungu, alikuwa ni roho udanganyifu, ni roho adui ambaye alifanya kazi ili kufurahisha ufalme wa adui, sio ufalme wa Mungu. Ndio maana anatufundisha hivyo kwamba tusiziamini hizo roho, kwa sababu zinatenda kazi katika ufalme mwingine, sio ufalme wa Mungu. Ufunuo 13, kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa kwanza. Ukiwa na muda soma mpaka mwisho pale, nitasoma mistari michache. Amen. Anasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kichwa chake na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama, wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na masikani yake, nao wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima wa mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Utaendelea kusoma. Kwa hiyo maana yake tayari unaona kuna roho ipo ambayo tayari shetani ameshaiandaa, roho danganyayo, nabii wa uongo. Kuna yule mnyama yupo anafanya kazi tayari za kudanganya watu, za kuhubiri habari ambazo sio njema, za kuhubiri habari ambazo wao utaona kama ni habari njema, lakini ndani yake si habari za Kristo. Ni habari ambazo zinakufanya wewe utakaposikia, utakapofuata, unaungamanishwa na maagano yao, unaungamanishwa na njia zao. Kwa hiyo ni vyema tukatambua kwamba je, hii ni sauti ya Mungu? Huyu ni roho wa Mungu au sio roho wa Mungu? Na kwa kuwa tumepewa kuzijua, cha kwanza ambacho utajua kwamba
hii ni roho ya Mungu au sio ya Mungu, kwamba tumepewa, utajua kwa sababu Mungu anasema tukemea, anasema kemea, karipia, onya. Kwa hiyo roho wa Mungu anayetufundisha ni kukaripia na kuonya na kufundisha. Kwa hiyo unatambua kwamba roho wa Mungu anatuambia tukaripie, tuonye, tufundishe. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13, kwamba utajua kwa sababu roho zidanganyazo wao hawakemei, wao hawaonyi, wao wanachokifanya ni kufundisha maneno yaliyo laini, ni kufundisha habari tu za kwamba hapa ni sawa, hapa ni sawa, hapa jipambe, hapa hivi. Lakini Paulo anamwambia Timotheo, uwe mwenye kufundisha, kuonya, kukaripia. Hapo ndipo utakapojua hii ni sauti ya Mungu na huyu ni roho wa Mungu, kwa sababu roho wa Mungu ni kukaripia, kuonya watu wamjue Kristo. Anasema hivi, hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Roho wa Mungu ndio anataka ufanye bidii katika kusoma, maana yake ujifunze neno la Mungu, ujue habari za Mungu vizuri, neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Hapo anasema kuonya neno la Mungu, maana yake roho wa Mungu anataka uwe mwenye kuonya. Roho wa Mungu anaonya, roho wa Mungu anafundisha. Lakini roho nyingine, yeye kufundisha kwake ni mafundisho ambayo ni laini. Hawezi kukaripia unapokuja kanisani na tabia zako chafu, atakuacha kwa sababu una sadaka nzuri. Lakini roho wa Mungu atakukemea, atakukaripia. Hiyo ndio roho wa Mungu, roho ambayo inakubembeleza kwa sababu unakuja na sadaka, umevaa nguo ambazo hazimpendezi Mungu. Hata binadamu wenzio tu wanashangaa, ni nguo gani umevaa? Ni mambo gani hayo unayafanya? Kanisani una mambo ya hovyo, lakini unasema una Roho Mtakatifu, lakini unakuomba tunakuona unanena na kwa lugha. Lakini hiyo sio roho wa Mungu, ni roho nyingine. Roho Mungu ni kukaripia. Kwa hiyo ukiona mahali kanisa lolote kwamba wanakaripia, ujue hapo ndipo pana roho wa kweli. Wanakemea, hapo ndipo pana roho wa kweli. Wanafundisha usome vizuri Biblia, usome uielewe kila wakati. Hata kama ungekuwa mvivu kiasi gani, unasisitizwa kusoma neno la Mungu kila wakati, basi ujue huyo ndio roho wa Mungu, kwa sababu anataka uje kwenye uzima wa milele. Na roho wa kweli ni mafundisho ni ya kweli. Kwa roho wa kweli mafundisho yake ni ya kweli, lakini roho ambayo sio kweli mafundisho yake ni ya uongo, na mafundisho yao ni laini. Wanasema fundisheni mafundisho ambayo ni laini, yadanganyayo. Isaya kitabu cha Isaya sura ile ya 30, Isaya 30 mstari wa 9 na 11, 9 mpaka 11, anasema, kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana, wawaambiao waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno yadanganyayo. Tokeni katika njia, geukeni, mtoke katika mapito. Mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu.
Kwa hiyo utajua kwamba haya sio mafundisho ya Mungu, kwa sababu unaona kabisa wanasema fundisheni mafundisho laini, danganyeni. Kwa hiyo utaona makanisa ambayo hayana roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, ni makanisa lazima mafundisho yao yawe ya uongo. Hata mtu yote utakayekutana naye ambaye hana roho wa Mungu ndani yake, ana roho nyingine, lazima atakuja kwa hila ili akudanganye, ili akuongopee, ili akutoe mahali sahihi. Ndio maana nasema usiziamini. Ni eneo la msingi kwamba usiamini hiyo roho, lazima uipime ni mafundisho ya namna gani, na kuyapima kwako lazima uwe na neno la Mungu ndani, ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Maanake unapokuwa na neno la Mungu ndani, ndilo linalokusaidia kutambua kwamba hii sio sauti yangu, na haya mafundisho sio ya kwangu, ni mafundisho ambayo ni ya adui. Lengo usiingie kwenye uzima wa milele, usiuone ufalme wa Mungu. Yesu ameenda kutuandalia makao, lakini hayo makao kama usipokuwa mwangalifu, hautaingia kwenye huo uzima wa milele, kwenye hayo makao. Mwisho wako ni jehanamu ya moto. Kwa hiyo manake uwe mwangalifu kwenye maisha yako ya wokovu. Manake ni sauti nyingi utazisikia kwenye masikio yako, zikikufundisha habari za Mungu ambazo sio za Mungu halisi, ni za Mungu mfu. Maana wao hata walikuwa na masanamu ndio wamesimamisha. Hata Nebukadneza alisimamisha sanamu akisema ndio Mungu wangu, muabudu, mumwamini huyu. Kila atakayemsujudia huyu ndio yaani kila ukisikia panda, ngoma, Filipi, mumsujudie huyo Mungu. Lakini kuna watu wakasema huyu sio Mungu. Sisi tunamjua Mungu kwa sababu roho wa Mungu yupo ndani yetu. Kwa hiyo tunamjua. Kwa hiyo wanamuelewa Mungu aliyo sahihi, kwamba Mungu sio Mungu ambaye kwamba haoni wala hasikii. Sasa hili sanamu mbona halisikii? Hili sanamu mbona halioni? Huyu ni Mungu wa namna gani? Na Mungu yeye ananena. Ndio maana nasema wamezitumainia sanamu zao ambao hazineni, miti na mawe. Lakini wewe unatambua kwamba hawa ni sawa na miti, hawa ni sawa na masanamu. Unazisikiliza hizo sauti kwa sababu wanajigeuza kuwa malaika wa nuru. Mwenendo wa maisha yako katika maisha yako upoje? Ni Roho Mtakatifu amejaa ndani yako ambaye atakuongoza kwamba mwanangu, hiyo sio sauti yangu? Au kwa sababu ya maisha yako tu ya huko wewe mtaani alivyo, utasikiliza kila roho kwa sababu ya dhiki, ya magonjwa, taabu zilizokubana, basi kila roho inayokuja unaisikiliza. Mwingine anakuambia jisaidie nami nitakusaidia. Eti Mungu anasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Basi nenda kwa mtu fulani, wanamuita mtaalamu. Mtaalamu ni Mungu peke yake leo hai. Au wengine hawana utaalamu. Yeye aliyekuumba, tazama utaalamu wa Mungu, jinsi alivyokuumba, jinsi unavyotoa sauti. Umesha kujiuliza sauti yako inatoka wapi? Hiyo sauti inayotoka umesha kujiuliza, hii sauti inatoka wapi mpaka watu waisikie? Mpaka tuelewane. Umesha kujiuliza? Umeshaanza kujiuliza kwa nini mikono inafanya kazi, miguu inatembea, kila kitu kinafanya kazi? Umesha kujiuliza? Huyo ndio Mungu wa kuaminiwa, huyo ndio Mungu wa kweli, huyo ndio Mungu ambaye wa kuogopwa, huyo ndio Mungu wa kusema hata ugonjwa nilionao ni wewe utakaotoa, kwa sababu wewe ndio unayejua vizuri kila kitu ndani, figo, maini, utumbo, unajua ulivyokaa, damu, mishipa, nini. Kama ndani ya mwili kuna umeme, wewe ndio Mungu unayejua. Chochote kilicho, angalau unakunywa maji anaenda kukaa mahali pake anafanya kazi. Unakula chakula kinaenda kukaa mahali pake kinafanya kazi. Unavuta pumzi. Umesha kujiuliza vitu vyote hivi? Sasa kwa nini mtu akutoe kwa Mungu wa namna hii, akwambia kuna mtaalamu, akwambia kuna mtu fulani anaweza, wakati na yeye ameumbwa na Mungu, na Mungu anaweza kaizima hiyo pumzi muda wote, anaweza kumuondoa muda wote. Ndio maana kuna watu wakati vile wanaenda, akienda mara vile anasikia ameshakufa. Na maumbo yake wengine bahati mbaya ameshabadilishwa na maumbo. Alikuwa mwanamke anashangaa kwa mwanaume. Yakatokea yapo. Kwa sababu mwanzo alikuwa ni mtu mzuri anaenda kanisani, lakini kuna roho iliyokuja inadanyayo akaisikiliza, akamwacha Roho Mtakatifu leo kweli.
akasikiliza ile mahubiri laini, kwa sababu ukiona mahubiri ni laini, sio makali, huyo sio roho Mungu. Kimbia ndugu yangu, ukiona mafundisho ni laini. Yaani kama mafundisho haya hayakukeli, ukaona usema jamani, mchungaji pale anasumbua, ukaona hata mchungaji kusumbua, kimbia. Mchungaji wa kweli akisema kusumbua, lazima kwambie no, hapo sivyo, hapo hivi, hapa simama hivi, hapa fanya hivi. Huyo ndio wa kweli, ndio roho kweli yuko hapo. Kwa sababu lazima kukaribie, lazima kuone, lazima kufundishe kwamba hapa pita hapa nenda hivi. Hata wao kama utaona mbona ananisumbua au mimi siende kabisa kanisani. Kuna watu wanakataa kwenda kanisani kwa sababu vile mtumishi wa Mungu anamwambia hautaki kufanya hivi, anamkaribia. Na yeye bwana, na anajiona yeye mtakatifu sana, anajiona yeye ameokoka sana. Lakini ni roho Mungu anayekaribia kupitia mtumishi, anayeonya kupitia mtumishi, kwa sababu binadamu kama binadamu hauna ujasiri wa kuonya binadamu mwenzio. Ila roho aliyopo ndani yako ndio mwenye kuonya, ndio mwenye kukemea, ndio mwenye kusema ile kweli kwamba mwanangu hapa unapotea. Ndio maana hata Mungu anasema mtoto anayempenda atamrudi, mwana anayempenda atamrudi. Lazima ni kurudi kwa sababu nakupenda. Kwa hiyo lazima kuadhibu kwa sababu unakupenda. Na wewe mtoto wako ukitaka aishi vizuri, muadhibu ili asimame na Mungu, ili amjue Mungu, muongoze kwenye njia ya Mungu, muadhibu kwa fimbo. Ndio maana kuna mzee mmoja kule Shabani, binti yake yuko form 3. Lakini nilimuuliza swali binti yake, tokea mzee wako amekupiga mara mwisho ilikuwa lini? Sikumbuki. Nilikuwa bado anasema sikumbuki. Ina maana kwenye darasa la 2, la 3, la 4 hajaguswa fimbo. Lakini ukiwakuta hao watu wanapojibishana kama mtu na mtu, wanajibishana. Sasa kila wakati niletea kesi, naambia chapa fimbo, wewe ni mtoto. Usione kama ni mkubwa, huyo bado ni mtoto. Kwako ni mtoto, hawa ni miaka 20, 30, 40, kwako ni mtoto. Wewe ndio mwenye kuongoza kumtoa ujinga ndani, ile roho iliyopo ndani kumtoa kwa fimbo. Usiseme sasa mbona ameshakuwa binti mkubwa, chapa. Ukikaa unapomdekeza namna hiyo, ndivyo anapokujibu, ndivyo atakapokuaibisha hata kwa watu wengine. Kwa sababu unajua baba hawezi kuchapa. Atakuaibisha, atakujibu anapotaka. Kwa sababu tayari wewe ndio umempoteza. Maana yake chochote kibaya atakachokifanya ni wewe hukumkaribia, hukumfundisha, hukumuonya. Maana yake ni wewe umempoteza. Kwa hiyo lawama hata yeye atasema baba hakunifundisha, baba hakuniambia, mama hakuniambia. Na mama yupo na baba yupo, lakini hakuna naye chukua fimbo akamchapa. Kwa hiyo maana yake hata Roho Mtakatifu lazima akurudi. Hawezi akakuacha tu. Kama mtu anakuacha tu, umekuja umetia mimba mwana kwa mwenzio, anakuacha. Wanazungumza wao inaisha. Haya, maana si mzee wa kanisa na mzee wa kanisa sio wameharibu huko. Wanazungumza maana mwingine kafanya hivi. Huyo sio roho Mungu. Toka hapo unapotea. Ondoka hapo unapotea. Kwa sababu roho Mungu hataki uchafu. Roho Mungu atakukaribia. Roho Mungu atakuonya. Kwa maana hizo ni roho zidanganyazo, na wao wanakusanya watu waingie kwenye ufalme wao wa giza. Na roho wa Mungu kazi yake ni kukusanya watu waingie kwenye ufalme wa Mungu ulio hai, ambaye yeye ni mfalme wa falme, yeye ni mwamba wa miamba, yeye yu ndiko ambaye niko, hakuna mwingine zaidi yake. Kwa hiyo lazima tu tunajua kwamba huyu ni roho wa Mungu, huyu si roho wa Mungu. Usikimbia ambapo unaona mchungaji anakukemea. Kapo. Ukikimbia maana yake hutaki kukemewa, maana yake uko ndani sio roho wa Mungu huyo. Tuliapo hapo ukemewe, ufundishwe, uonwe, utashangaa unasoma. Wewe mwenyewe utajikuta unabadilika taratibu. Utajikuta unakuwa mtoto mzuri taratibu. Hata watu wengine watakupenda. Hata huko mitaani wataona umebadilika. Kwa sababu tayari umekubali yale maonyo. Umeyakubali yale maonyo. Umekubali kufundishwa. Hata kama ni kwa tabu, unapoambiwa kama vile mtumishi wote anaposisitiza kila siku, someni Biblia, hata kama kwa tabu. Soma hiyo kwa dakika sura moja, mbili, hivyo utakuta meza hata akili inafunguka. Hata akili utakuta inafunguka. Lazimisha hivyo kwa sababu ndani yako kuna roho ambayo inapingana, inakwambia usisome. Maana yake inakutaka ikufanye uendelee kuwa mjinga, uendelee kuvutwa uende kwake. Lakini unaposoma nuru ya Kristo inapoingia ndani yako, akili na yenyewe inafunguka.
Na ndivyo nguvu ya Mungu inavyozidi kutamalaki, inavyozidi kuingia ndani yako, ndivyo zidi unapokuwa na uwezo zaidi wa kufanya vitu vingine, hata wakupigana vita iliyo kubwa zaidi, kwa sababu tayari unakuwa umeshafundishwa, umejua njia na neno la Mungu liko ndani yako, kwa kuiamini roho ya kweli. Hizi roho zingine achana nazo, utazijua kwa mafundisho yao dhaifu, hawakemei, hawaoni, ila kusisitiza sadaka ndio kipaumbele. Fundisha mtu hata namna kutoa sadaka, umfundishe. Ni Mungu ametufundisha sadaka lazima tutoe, ni Mungu ametufundisha. Ndio maana naomba wana Israeli, hata kama hauna uwezo wa mbuzi, kuna hua njiwa. Hata kama huwezi peke yako, basi mchange na mwenzio, mpate hata njiwa mmoja wawili. Maana Mungu anajua kuna mwingine ana uwezo wa mbuzi, mwingine ng'ombe, mwingine hana uwezo hata njiwa mmoja hana. Basi jikusanyeni galau ili mfanye kitu. Ndio maana kwamba ulicho nacho, tunafundishwa kwa yule mama mjane, ulicho nacho, moyo wako unasema hichi ndio nilicho nacho. Mungu nakutolea kwa sababu ni kweli hicho nilicho nacho. Sio ndani unaweka milioni 2, milioni 3, hazina kazi yoyote, huko unatoa 500. Hayo sio mafundisho sahihi. Ila mfundishe mtu aelewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lazima tuzielewe roho za Mungu, tuelewe roho ya Mungu, kwamba anasema tusiziamini kila roho. Kwa hiyo utambue kwamba hii roho inayonena na mimi ni ya Mungu au si ya Mungu, kwa sababu lazima tumefundishwa. Anasema roho Mungu anatufundisha kukemea, kuonya na kufundisha. Lakini wao wanasema fundisheni mafundisho yaliyo laini, danganyeni. Na mafundisho ya kweli yana uzima. Mafundisho ya kweli yana uzima. Tito 2:1. Mafundisho ya kweli yana nini? Yana uzima. Kitabu cha Tito 2:1. Anasema, lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Kwa hiyo mafundisho ya kweli yana uzima. Mafundisho ambayo sio ya kweli hayana uzima, kwa sababu ni mafundisho yadanganyayo, kwa sababu ni mafundisho laini kwa ajili ya maslahi yao ya ufalme mwingine, sio ufalme wa Mungu. Kwa hiyo lazima utakuwa ukiona mafundisho yana uzima, basi ujue huyo ni roho wa Mungu, huyo ndio kumwamini, huyo ndio kukaa hapo. Lakini kama sio hivyo, basi huyo sio roho wa Mungu, kwa sababu mafundisho yake hayana uzima. Manake ndio maana sawasawa na zamani niliwahi kusema kwamba watu wakifundisha nilikuwa siguswi na chochote. Yaani mtu akifundisha yaani mafundisho hayaingii, siyaoni kama yameingia. Lakini kuna mwalimu mmoja alikuwa akifundisha, ndio nilikuwa napenda kumsikiliza, ndio naona kama anarusha vitu vizito vinaniingia. Yaani manake yale maneno anayofundisha manake yana uzima. Kwa hiyo ilikuwa inaingia kuleta uzima ndani yako kipindi hicho. Lakini baada ya hapo kuvurugana tena, lakini ninapokutana sasa na mchungaji askofu na yeye analeta uzima, manake ndivyo anavyozidi kunibadilisha ndani. Ile hali ya mauti ndivyo anapoondoka. Hali ya ujinga ndivyo anapoondoka. Kwa hiyo ndivyo naona haya mafundisho yana uzima. Kwa hiyo utajua, kwa sababu mafundisho yana uzima, utajua hapa pana roho wa Mungu. Na huyu ndio roho wa Mungu wa kweli. Kwa sababu anatufundisha tujue uzima. Na ili kwamba ndani yetu tuwe na uzima. Na uzima ndio huu wa kujue wewe. Yesu mwenyewe anasema uzima ndio huu wa kujue wewe Baba. Kwa lazima tujue Mungu kupitia Roho Mtakatifu anapotufundisha. Na ule uzima unapoingia ndani yetu, utaona mabadiliko kwenye maisha yako. Lazima uone mabadiliko. Neno la uzima linapokuja, lazima uone mabadiliko. Lazima uone kustawi. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Tusimame. Mtakatifu Mungu wetu, Baba wa milele, tunakushukuru na kukutukuza kwa wewe ni mwema na ni mwaminifu.
Tunasema asante Baba kwa mapenzi yako na rehema zako. Ni wewe uliyotufundisha Baba, tunaomba ukazidi kutufundisha hata tuko majumbani, sauti yako kazidi kunena masikioni mwetu. Mungu ulio mwema na mwaminifu, maana hakuna mwingine, ni wewe pekee yako ulio hai. Tunaomba Baba ukazidi kutufundisha kujua kwamba hii sio roho ya Mungu na huyu ni roho wako. Baba ulio mwema na ni mwaminifu, ukazidi kujidhihirisha kwa watoto wako, kwa kuwa wewe ni mwaminifu na ni mwema. Baba, hata sasa tunaleta matoleo mikononi mwetu, tunaleta sadaka mbele zako, mfalme ulio mwema na mwaminifu, ukazipokee. Kila anayotoa Baba ukambariki, na asiotoa Baba ukambariki, maana wewe ni mwema na ni mwaminifu, ili wakati mwingine tupate kuja na sadaka, maana wanasema asiwepo mtu anayekuja mikono mitupu. Baba ulio mwema na ni mwaminifu, tunakushukuru na kukutukuza mfalme. Baba, hata tunapoelekea majumbani mfalme, tunaomba ukae pamoja na sisi. Mungu ulio mwema na mwaminifu, tunaomba wala usitupungukie. Tunaotumia vyombo vya moto Baba, tunaomba kuepusha na ajali na mabarara na kila nuksi. Baba, hata wanaotembea kwa miguu Baba, tunaomba ukapamoja nao. Mkono wako kwa juu yao siku zote za maisha yao, waliofika na wasiofika, hata waliopo majumbani Baba, mkono wako kwa juu yao. Hata kwa wamekosa nafasi ya kufika mahali hapa mfalme, mkono wako kwa juu yao, ukawaongoze na kuwalinda wala usiwapungukie. Baba ulio mwema na ni mwaminifu, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. When